Prime Minister Kenya and abroad. Oh, Mr. Speaker, nimesikia hapa mtu anasema hapa ati mimi ni tusingi wa Kikuyu. Mr. Speaker, mimi ni tusingi wa Kikuyu. Mimi nawaambianga ukweli. Nikisema ya kwamba hao ndio waliweka president. Na wakasema hao ndio wanawekanga na wanatoa. Na tukasema wakatuimbia tu akora tene. Komera. Na tukasema hiyo wimbo ni tamu na tunaipenda. Mkatuita kehe omogoroki. Sijui jina gani. Na ndio tukasema juu sisi tunataka kuchagua serikali ili aingie. Wacha tukuamie hii yenye shaingizwa. Wewe nyinyi endeni muitoe. Si mnajua kuweka. Endeni muitoe. Na mimi nataka niambie hao watu wa kuti kubwa. Nataka niwachanue. Ruto akona kazi kubwa sana na watu ambao kabila ambayo inaitwa Wajaluo. Tuko na kazi kubwa sana kwa hii serikali. Kwa sababu Wajaluo kuna mara mbili. Kuna Wajaluo na kuna Wajaka. Mjaluo ni Jaluo ambaye amesoma, ule mwenye anavaa suti. Na kila Mjaluo kuna kazi. Ukipata Mjaluo msomi, anaweza tengeneza kitu yoyote Kenya. Hata very soon unataka kusikia ndege made in Kenya. Kata si ya Mjaluo. Na ukipata Mjaluo hajasoma, Mjaluo hajasoma ni guni. Kama sisi. Nao ndio wako na kazi kubwa sana kwa serikali ya Ruto. Huyo ndio Mjaka. Mjaluo amesoma. Huyo Ruto anataka kulinda pesa ya Njahe. Yaani watu wa koti kubwa wanaamuka Mudhurwa, watu uzie cabbage, wauze gandamia, wauze Njahe, alafu Ujaluo anasanya pesa yao, anapiga budget na anajua Kikuyu ametoa ngapi leo. Ngapi inatumika, ngapi inatumika. William Samoei Ruto, ukiona kama watu vizuri, weka pochi la biashara. Ingie kwa account ya Mbadi direct. Tuwapangie pesa, Mr. Speaker. Kwa sababu mimi pia nilikuwa mjinga. Na mimi mwenye amenichanua ni mtu wa koti kubwa, ndio mtani nampenda. Akaniambia Kenya kuna kitu ambacho inaitwa shares. Mimi nikapata share yangu. Mimi sahi ndio nahesabu pesa yao. Sahi watu wa koti kubwa. Sahi mimi ndio stima inaakiswa Siaya nikitaka kuiba kura. Sahi stima inawaka Siaya mpaka ndani ya mahindi. Alafu mtu ananiambia nitoke kwa serikali. Nitoke niende wapi? Alafu mtu anasema hapa ati Kenya inafaa kuenda Singapore na itaenda. Kenya inaweza enda Singapore na kini kama hizi. Ile country ambayo inaendelea na ushuru. Tax. Hawa wenye wako nyuma yangu. Tangu asubuhi wamechukua tax ngapi? Ruto amechukua tax ngapi kwao? Hao ni watu nafaa ushikwe. Lori kuje tu hapa hivi. Nikisongeza matatu. Hii watu yote iwekwe ndani. Kwa sababu mtu anakuja hapa anaongea mpaka mishipa ya hapa karibu inafura hivi. Ruto ameongeza uchumi, Ruto ameongeza ushuru. Ruto ameongeza ushuru na wewe tangu asubuhi mpaka saa hii tutakunywa hata uji. Hiyo ushuru yako Ruto anapata aje? Unafaa kuwa jela. Hakuna hii dunia, hakuna country kuna kazi kama Kenya. Kama mkonga anapanda ndege anakuja kuuza kahawa hapa, anakuuzia kahawa. Wewe unaongeleza kuonia na unakunywa kahawa ya mkonga. Na ni mtu amepanda ndege. Alafu wewe unalia ati kazi hakuna. So uza hiyo kahawa. Uza kahawa fukuze mkonga aende kwao. Mimi nataka niwaambie Kenya sisi tuko Singapore. Singapore ya kwanza. Jaluo sahi. Watu wametuzoea wanatujengea nyumba mbaya kando ya mto. Kama sasa wakati wa mvua watu wa Mathare wanaenda Kisumu kuleta boti ya kuishi nayo Mathare kando ya mto. Watu wa Soweto wanaendea boti. Hiyo ndio kazi yenye wamekuwa wakitufanyia. Sasa hii Ruto ametujengea affordable. Jaluo pia anasalimiana kwa balcony. Hiyo ni Singapore. Hiyo ndio Singapore. Hapo mnataka Singapore gani? Singapore ni Jaluo mwenye anaishi Kibera kwa nyumba ya matope yenye inakaa hivi. Nyumba haina kabiro. Nyumba mai anaishi na mtungi ya gas kwa sitting room kama mwenye kwa ICU. Sasa hiyo Jaluo anaweza kusalimia kwa balcony kwa nyumba yenye mpaka na TV. Hiyo ndio Singapore. Hiyo ndio Singapore yenye tunasema. Singapore ya pili. Kama saa hii umejua mimi nimezoeanga ya kwamba sisi kwa Jaluo ndio tunaongeza hii mbaya hapa Jakaranda, Wakikuyu wanasumbuana na Kanjuku tao. Kama saa hii naweza fika mimi naongea hapa na nikiangalia nyuma yangu nasikia mtu anasema neguo. Kenya iko sawa, hiyo ndio Singapore. Ruto zidi kufinya ushuru ili hao watu wa koti kubwa kuja hapa. Nataka nione wangebomo sita hapa nyuma yangu nikiona. Hiyo ndio Singapore tunataka.
Singapore hatuwezi enda kama Wajaluo na Waloya ndio wako Korea Jakaranda. Singapore tunaenda kama watu wa koti kubwa pia. Wako hapa, mvua ikianza kunyesha na jikinga kwa koti yake. Hapa nyuma yako. Hiyo ndio Singapore. Kwa hivyo msitudanganye na mambo ya Singapore. Mambo mengine nimesikia hapa. Hii mambo ya Sifuna na babu sijui na nani. My friend, sitakangi kuongea kwa hii maneno. James Agri Orengo wacha kudanganya vijana wadogo. Wewe ulijaribu kupigana na Raila. Tu. Raila akakupiga filter hadi akakuacha kwa junction ya kuingia kwako. Tu unaingia kwako. Pole pole ukanyamaza ukaacha story. Kama mdomo wako umefura. Sasa umechukua watoto wadogo unadanganya. Ukitaka kujua hii chama ni useless. Mbona mkutano zao huwezi fanya Kisumu kwa Nyalenda ama Kondele? Mbona zinafanywa tu karibu na zikifanywa? Mimi sasa nashangaa. Ati ODM mtu akisema ODM TBM, unasikia mtu pia anasema TBM na huyo mtu amevaa wagedhomu. ODM gani mtu anavaa wagedhomu? My friend, watu wa koti kubwa, mwachana chama yetu venye matako imewachana. Endeni kwa party yenu ile masikio ya punda. Sisi Raila mwenye tulikuwa tunaombea kura alishakufa. Sasa hata tusipotupea, my friend, kazi yangu ni rahisi. Na mimi nataka niwaambie nikimalizia, utafiti imetoa leo, kwanza watu wa taifa ndio wametoa, ya kwamba Ruto ndio the most protected president in the world. Mr. William Samoei Ruto amelindwa na flying squad, security bodyguards, amelindwa na nini bouncers, amelindwa na jeshi, amelindwa na chief, amelindwa na NYS, amelindwa na nini, amelindwa na hii chief ya nini, hii inavaa nini NYS, imelindwa mpaka na watchman. Tena nyuma yake hapo kuna Wajaluo hapo nyuma na mawe wenye hawana akili wanakuja hivi. Utatoboa Ruto, utatoa Ruto kama nani? My friend, sisi sasa nyinyi mpiganie mseme Ruto one time. Sasa tunashughulikia vile tunapisha Ruto Nyanza, Migingo Highland. Sasa tunajua chairman wa IBC ndio yule Nyangapuo Nailot. Pastor mwenye ataombea Ruto kishashinda Ole Sapit Nailot. President mwenye amesimama Nailot, William Samoei Ruto Odhiambo Nailot. Wenye watamlinda na mawe na ngumi Nailot Wajaluo. Hiyo mjinga yenu hiyo muende mpeleke Githurai 45 kurudi nyuma. Sisi kama business community msituharibie biashara nyinyi. Muache biashara yangu. Hata sasa hivi mimi niko hapa na niko kwa biashara. Nimerekoda huja pale Jacaranda roundabout. Kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, kwenda na dawa ndio pesa. Kwa hivyo msituharibie biashara nyinyi. Embakasi Central 2027. Na mimi nataka kurai na kuwaomba sana kunyenyekevu ya hali ya juu vijana wa Luo Nyanza na Western. Wakati uko hapo unasema one term na viongozi ambao mnawataja wanabeba pesa kugunia kutoka Milima Kenya, wanaenda kufanya naye siasa kule maeneo ya magharibi ya Kenya. Wewe uko hapa, ile mandate ambayo umepewa katika kwenye bunge hawatekelezi. Watu wako juu ya magari wakisema Ruto ni muaji, Ruto ni muizi, Ruto ni mnyang'anyi, lakini wao wanapewa pesa na gunia from Central wakiuza kura yenu. Ndugu zangu, nataka kuelewana. Sisi kama jamii, nataka kuzungumza Luo Nyanza swa. Sasa kuna vita kati ya watu wawili. Mwingine anasema, mwingine anampangia guns na mwingine amenyamaza. Tom Mboya haliuliwa, akaenda. Robert huko the same. Odhiambo Mbai the same. Ndugu zangu, siasa ambayo tunafanywa ni siasa ambayo divide rule. Na tuko na viongozi ambao hawasikii. Ati bila mimi ni tabu. Hiyo si agenda. Mimi sijawahi sikia wakizungumza tatizo la Mumias, tatizo la Soni, tatizo la Moroni. Mimi nauliza mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa Edwin Sifuna, mmechukua pande yenu mnakimbiza vizuri, but kwa bunge mmewakilisha Wajaluo na Waluya, mkasema kwamba tunataka zile kampuni zetu fufuliwe ili sisi kama jamii tupate kazi. Mwazungumuza hawazungumuzi, kwa sababu wewe mule Mjaluo wakati uko jobless wewe ndio kazi. Anaenda kule anapewa pesa na gunia wanakula.
Then wewe unasema one time na yeye anabeba anakimbia na Range Rover. Anakimbia na Lexus. Bwana, it is high time tuwache kuuziwa kura zetu kwa sababu watu ambao wako na malengo zao binafsi. Ni nini Sifuna atafanya yenye Raila Odinga kufanya? Ni nini atafanya yenye Mati Zukuka kufanya Western? Then uko hapa wewe kijana mwenzangu. Sasa tumegawanywa ya kwamba sisi tunapigana sisi kwa sisi. Kuna mirengo mbili. Mirengo ya serikali, kuna watu ambao kwa serikali wamegawa Wajaluo. Kuna watu pia ambao walitolea kwa serikali pia wamegawa Wajaluo. Lakini nia yao after William Ruto kurudi kwa kiti 2027 wataungana pamoja warudi kwa mamlaka. Nyinyi takataka mkiendanga. So Mulia na Mjaluo muda sikudanganya one time. Hatuwe pia naimba one time. Kuna watu wako nje wanawachoria. Unatoka anaingia. Leo unaenda kucheza mbali. People like Martha Karua ambao walinyang'anya Raila Odinga kura live 2007 tukiangalia. Mchana peupe. Sasa wao wako na kombozi wanataka kukomboa Kenya. Hata wameshingana sijui United Theatre. Wao wanataka kukomboa Kenya. Then mnakuja hapa, mnatembea one time. Hadi mnaungana jambazi. Wezi ambao walikataa uongozi Kenya kubadilika. Raila angekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 2007, Kenya ingeshabadilika. But hao wakora. Then hao wakora wameshikana vijana wenu, mnaimba one time. Ani Mjaluo na Mulia wana akili. Akili yao inabebwa tu na watu hivi. Hivi tu. 2007 nilikuwa ni Raila na Mudavadi. Vice. Raila ni president, Mudavadi vice. William Ruto prime minister. Waliokataa na kila nani? Hiyo ndio swali nauliza. Wenye wanaimba one time. Ni nini wataka kufanya yenye Raila hakufanya? Hiyo ndio kweli na swali nauliza. Sifuna alikataliwa kwao, Kandui. Kama ni mwanaume asimame gavana Bungoma. Si ni kwao? Si ako na nguvu. Then saa hii babu haoni. Yeye anapigwa, anamalizwa kisiasa, then anasema Sifuna. Sasa babu imesaulika, sasa ni Sifuna. Yeye pia anaimba tu kwara. Mimi ni Sifuna. Amesahau yeye ni babu. Yeye haoni anamalizwa kisiasa haoni. Yeye haoni hiyo. Then tunaambiwa ati sisi, my fellow youth from Luo Nyanza, it is our time. Wewe ambao unapinga serikali, pinga. Wewe ambao una support. But swala ambalo tunauliza, wanayosema ya kwamba wameungana kina Gachagua, ni nini Gachagua anataka kufanya saa hii? Saa hii ambao wakiungana kina Babu na kina Sifuna watafanyia Wajaluo. Ni nini wanataka kufanya? Hadi sisi sasa tumesahau yale madhila ambayo tumefanyiwa na watu wengine. Sasa tumesahau sisi kama ngiri. Naambia Muluya, ile siku ndasikia Edwin Sifuna akisungumusa tatizo la wakulima wa miwa ya Western, nitajua ya kwamba yeye ni mtetezi ya Muluya. Ile siku ndasikia Mheshimiwa Babu Wina anasungumusa tatizo wa Jaluo, zile kampuni za miwa, nitajua ya kwamba kuna hutu ya Mjaluo. Batia one time two time pia kina Wanga. Siku kama ndasikia Wanga akisungumusa tatizo ya wakulima ya Olochikimira ile pale, nitakuwa ya kwamba najua ako na heart ya Mjaluo. Baada kutuambia one time naenda beba pesa ya Ruto na gunia. Hao wengine pande wako pandi one two time wanabeba pesa. Ani Mjaluo na Mulia wamenunuliwa. Wenye wako serikali wanabeba pesa ya Ruto na gunia. Wenye wako kina Gachagua pia wanabeba pesa na gunia. But the money ama haja ama lengo kuu ni Mjaluo Muluya hakuna siku atakaye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ndio lengo. Na ngoja Ruto anarudi 2027. Ruto naye anarudi. Hata nisipopigia kura atarudi. Hiyo nayo weka kukili yako. Kama aliwashinda kama wako nje sasa ndio yako kwa serikali ndio sasa mtamtoa Ruto. Wewe pia unang'ang'ana one time, ati Ruto one time. Wao pia wanasema Ruto one time, Ruto must go. Wacheni bangi ndugu zangu. Tubembeleze Ruto atujenge barabara. Tuache kudanganywa my friend. Tuache kudanganywa. Mimi sikumpigia Ruto kura. But kwa nini kina Gachagua ambao walikataa uhuru sasa ndio wanasema Ruto ni mbaya, Ruto ni mwizi? Si arudishe pesa ya Nata ambayo aliiba wakati alikuwa deputy president. Ama hii anafikiri tumesahau. Wenye wanasema Ruto ni mwizi, wengine waliuza samba hapo Ruaraka. Ama wafikiri wajui.
wote wezi. Kama Ruto muizi, wao jambazi. Kama Ruto jambazi, wao wanyang'anyi. Then wanatuambia hadi sasa William Ruto mbaya zaidi kushinda wenye wanasipinga kwa serikali. Ni nini mheshimiwa huyu alikuwa kwa defense? Eugene Wamalwa anataka kufanya. Hapa Golano wakati alikuwa waziri wa devolution, walikuwa billion of money. Kama alikuwa waziri wa devolution. Ama virusi umesahau. Hata gunia 10 haikutolewa mahindi, but a lot of billion walikula hapo. Wakati alikuwa waziri wa devolution. Shani wameshikana wote, wataka kudanganya. Hadi sasa United Opposition, Ruto must go, warudishe pesa ambayo alikula kwa Golano. Mimi nataka kuambia Mkenya, Mjaluo, nazungumzia Mjaluo. Angalia mpwani, hao wapwani ambao wanawakata leo. Mheshimiwa Joe amenyamaza. Alinyamaza wakati leo alikuwa hai, baada amenyamaza kwa sababu wanapangana kama wapwani. Ili wao kama wapwani, iwapo serikali itakuwa wanagawanywa kwa meza, Joe atakuwa kwenye meza. But Mjaluo gani? Pandi kuna Buru, pandi kuna Mheshimiwa Babu, sijui pandi kile kuna nani? Twende Western. Pandi kuna Paranya, pandi sijui kuna Natembea, pandi kuna Sifuna. Pandi kuna Wetangula. Nani atatetea Muluya? Si wote wanatetea tumbo zao. Wakati pwani la inchi Mheshimiwa Sultan amenyamaza kwa sababu anajua kwamba 2027 hakuna Raila Odinga. Ni yeye na wapwani kujipangana na William Ruto. Sasa hii tunapiga kelele. Kama unataka wenye wanapiga kelele na hawana agenda ni Wajaluo na Muluya. Kama unataka wenye wana kazi na Mjaluo na Waluya. Mimi ni Mjaluo, nasema zile reality ambayo inatukuta. Then unakuja hapa, oh, Ruto ni mbaya, Ruto one time. Kila mtu akona dosari yake. Kila mtu akona dosari. Na kura yako ni wewe mwenyewe utaamua ya kwamba unarudisha Ruto ama mrudishi. Bali swala ambalo tunauliza watu one time, tukitoa Ruto, mnataka kutufanyie nini? Kwa sababu Ruto must go si agenda. Hii haitafanya mtoto wangu asome. Ruto must go haitafanya kwamba nipate dawa. Ruto must go haitafanya niweke chakula kwenye meza. Mudavadi amekuwa kwa serikali, wote wamekuepo, but wakati walikuepo ni nini wamefanya? Hiyo ndio swali nauliza, swali rahisi. Huyu Gachagua amekuwa kwa serikali miaka 2. Ni nini amefanya? Si Gachagua ndiye alisema kwamba watu wachache hawawezi kutusumbua Kenya. So tumesahau Mjaluo Muluya kwa sababu Ruto sasa ameendelea kule. The same people wakati baada alipewa waziri wa finance, wakasema kwamba ati kiti yetu imepewa. Kwani kuna kiti ya Wakikuyu ambao wengine wanasema ni kiti yetu. Si Wakikuyu wote hao ambao wanafuata Gachagua. Kuna mbunge hapa alisema kwamba kiti yetu imepeana Wajaluo. Kwani kuna kiti ilitengenezwa Wajaluo? Na kuna kiti ilitengenezewa Wakalenjin, na kuna kiti ilitengenezewa Waluya, ya kwamba ikitoka hapa iende hapa, yuni yetu imechukuliwa. Mimi ningependa kuambia Muluya na Mjaluo. Saa hii pesa imetolewa na serikali ya kugawanya Mjaluo na Muluya. Pesa imetolewa pande ile nyingine pia ya kuganya nini? But baada ya Mheshimiwa Rais kurudi, kama Mjaluo na Muluya hawatapangana, hii ninasema kama Muluya na Mjaluo na Mpwani hawatashikana hadi 27, Ruto atakula Biblia 2028, Mjaluo Muluya nje, Central wana ndani ya serikali, 2032 wanakuwa president, pia mnarudi kutena kurusha maana ya kulea. Another 100 years. Tuko serikali saa hii tunapiga kelele. Wao wako na waziri wengi hawazungumuzi. Wako na PS wengi hawazungumuzi. But Mjaluo mwenzangu ako radhi kutokana nani? Waziri wake. Muluya mwenzangu ako radhi kufanya nini? Kutokana waziri wake. Lakini jamii ya Central hawazungumuzi. It is high time Muluya na Mjaluo tuige mfano ya Mkikuyu. Ukiwa kwa serikali nyamaza, kula. Ukiwa kwa serikali iba, leta jirani. But tatizo la Mjaluo na Muluya, wanaiba leta wanaenda nayo kwa baa. Inaisha. Hiyo ndio tabu tu. Hiyo ndio tatizo kubwa. Ya kwamba saa hii Ruto ameweka mahali pazuri, lakini wanaiba Airbnb, chopa na kufuga ndevu. Peke yake tutawapata. Na kunyanga. But shida kubwa ya kwamba wakati wako kwa na ofisi hawatambui. Hiyo ndio tatizo kubwa peke yake. Hiyo ndio tofauti ya Mkikuyu na Mjaluo na Muluya. Mimi nataka kuambia hivi. Mjaluo mwananchi, Muluya mwananchi. Tujaribu kuiga tabia ya wananchi kutoka Central Kenya.